Katika kuboresha na kuongeza uzalishaji wa zao la korosho mkoani Mtwara, Bodi ya Korosho Tanzania imeanza rasmi zoezi la usambazaji wa viuatilifu vya zao hilo, hatua inayolenga kuwafikishia wakulima dawa za kupulizia mikorosho kwa wakati. Akizungumza wakati wa ugawaji wa pembejeo hizo kwa niaba ya mkurugenzi wa Bodi ya Korosho Tanzania Francis Alfred, meneja wa mipango ya kilimo CBT Juma Yusufu ameeleza kuwa lengo la kugawa viuatilifu hivyo ni kuongeza uzalishaji wa zao hilo. Tunataka kwa msimu ujao viuatilifu hivi vikalete matokeo makubwa. Tumelenga kuzalisha tani 750,000 msimu wa 26-27. Kwa hiyo tutakuwa bega kwa bega, tutashuka chini, tutakutana na wapuliziaji wote, tutakutana na wataalamu wa kilimo, tutawafundisha. Lakini kipekee nichukue fursa hii kusisitiza kwamba viuatilifu msimu wa 26-27 tunasambaza kimkakati kulingana na ushauri ambao unatolewa na wataalamu wetu wa kilimo. Kwa hiyo msimu huu tunaanza kwanza kusambaza viuatilifu kwa ajili ya kudhibiti wadudu na kuwasihi wakulima wanapopokea hizi pembejeo kutoka kwenye vyama vya msingi wahakikishe tunavisambaza pembejeo kimkakati, na tumeanza na viuatilifu vya kudhibiti wadudu ili mkulima akipata akapulize kwenye shamba lake kudhibiti wadudu waharibifu wa zao la korosho. Baada ya hapo tutafika viuatilifu kwa ajili ya kutibu na kuzuia magonjwa ya ubwiriunga, pamoja na tutakuja kuwapatia salfa sasa kwa ajili ya kuja kuzuia magonjwa yasiendelee kuwepo tena kwenye zao la korosho. Kilimo bora cha korosho mara nyingi ni kwamba mkulima anapaswa kuanza kutumia viuatilifu vya kudhibiti wadudu. Baada ya hapo anakuja viuatilifu vya kuzuia na kutibu magonjwa. Baada ya hapo ndo anapaswa kuja kutumia salfa kwa ajili ya kuzuia ugonjwa, tena ni ugonjwa mmoja tu wa ubwiriunga. Kwa hiyo kwa misimu ambayo tulikuwa tunaanza kupeleka salfa ni sahihi, lakini wakulima tulikuwa tunawashauri kwamba wasitumie salfa mpaka waanze kwanza kutumia viuatilifu vya kudhibiti wadudu. Kwa hiyo safari hii tumeamua kuboresha kwamba ili kutowachanganya wakulima ni vema tuanze kuwapelekea viuatilifu vya kudhibiti wadudu ili elimu ambayo tunawapatia na ushauri unaotolewa na wataalamu waweze kuupokea ipasavyo na kuutumia ipasavyo. Naye kaimu meneja mradi wa pamoja wa vyama vikuu vya korosho Mabruki Ismail Mpangule ameeleza namna walivyojipanga kusambaza viuatilifu hivyo, ambapo amesema zaidi ya tani 51,000 zitaendelea kusambazwa katika maeneo mbalimbali kwa wakulima. Kama ndugu waandishi wa habari, unavyoona zoezi ambalo linaendelea kwa sasa ni upakiaji wa dawa za maji ambazo zinaanza kusambazwa kwa ajili ya msimu wa korosho 26-27, na dawa hizi zinaanza kwenda chama kikuu cha ushirika TANECU. Sisi kama ushirika wa mradi wa pamoja wa korosho tumejipanga katika msimu huu kusambaza dawa za maji pamoja na pembejeo za unga, kwa maana ya kwamba salfa, na hadi kufikia leo tuna salfa zenye kiasi cha tani 16,000 na tayari tumeshatangaza zabuni, tumeshaingia mkataba na wazabuni wa kuleta salfa tani 35,000. Tutakuwa na salfa zenye kiasi cha tani 51,000 na tutakuwa tunasambaza kadri ambavyo tutakuwa tunazipokea. Kwa msimu huu tuna dawa za maji za kutosha, na kama tulivyoona kwamba tunaanza kusambaza dawa za maji, na kimsingi kumekuwa na ukuaji katika uzalishaji wa zao la korosho kutokana na hizi pembejeo ambazo zinasambazwa na KCJE Limited wakishirikiana na Bodi ya Korosho sambamba na taasisi nyingine pamoja na serikali kwa ujumla. Ni kwamba kama tunavyoona kuanzia msimu wa 21-22 ambapo Bodi ya Korosho ikishirikiana na KCJE Limited zilipoanza kusambaza pembejeo tulikuwa na uzalishaji wa tani 240,000, lakini kama tunavyoenda tunakuja kuona kwamba mpaka msimu huu ulioisha tumekuwa na uzalishaji wa tani 600,000. Kwa hiyo kuna ongezeko la uzalishaji wa zao la korosho kwa asilimia zaidi ya 100. Ni kwa sababu ya kazi ambayo tunaifanya KCJE tukishirikiana na Bodi ya Korosho. Kwa upande wake, afisa kilimo kutoka MAMCU Salum Faki amekiri kupokea pembejeo hizo, huku akitoa wito kwa wakulima kuzingatia maelekezo yaliyotolewa na wataalamu wakati wa kutumia pembejeo hizo za maji kwa hatua ya awali. Tuko hapa kwenye magara kwa lengo la kupokea pembejeo hizi za ruzuku za serikali ili kuwagawia wanachama wetu ambao kwetu sisi ni AMCOS wanaowakilisha wakulima huko vijijini, na wao wawe tayari kuzipokea hizi pembejeo. Tunawaomba wakulima
kwa awamu hii wanaelewa utaratibu unaofanyika kwenye zoezi hili la pembejeo, kwamba hatua ya kwanza wanahitajika kuanza na dawa za maji, ndizo tunazozipokea hapa ili kuendana na utaratibu kama unavyohitaji wa kilimo. Kwa hiyo kwa sasa tunaanza na kupokea pembejeo hizi za maji kama zinavyoonekana hapa, halafu kutoka hapo tutaendelea na utaratibu mwingine wa upokeaji wa pembejeo za unga. Nikiripoti kutoka mkoani Mtwara, mimi ni Christian Ngao wa Upendo TV.